Yes bana, karibu mwanamichezo kupitia Kawabe Media, tuzungumze football zaidi. Mimi naitwa Rama KG, mjini sina shamba. Niko na mzee wangu hapa, tunafanya tathmini fupi ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mzee, uko vizuri? Niko vizuri ndugu yangu. Wema kabisa. Wema kabisa. Naona mwili unaonekana pia kama ni mtu mwenye afya nzuri kabisa. Mimi niko vizuri. Unajua ukipenda Simba unakuwa na nuru. Ukipenda Simba unakuwa na nuru zaidi. Na sisi watu ambao tunafanya kazi zetu, tutegemea wanaume watupe pesa sana kwa kazi zangu mwenyewe binafsi. Sawa, tuanzie hapa. Mchezo wa juzi kabla hujaanza, rais wa TFF alizungumza kwamba marefali ambao wataharibu huu mchezo kwa namna yoyote ile lazima tuwapeleke mahakamani. Inastahili hivyo. Kwa wewe, kauli yake ilikuwa ni sahihi kwa namna gani, na je, unasisitiza kauli hiyo itendewe haki kwa yale ambayo yametokea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo pale visiwani Zanzibar? Na unajua katika mpira kuna kanuni zake za mpira na kuna maelezo ya kiongozi, kuna matamshi ya kiongozi. Kwa maana kiasi kwamba aliongea vile kwa kumaanisha kwamba, nadhani ni lugha kuangalia wale waamuzi, je, dabi wataielewa? Wataiweza? Kama mautishio fulani ilikuwa nadhani ni kama kauli kama kuwaweka sawa wale waamuzi, watingishe kidogo ili wafanye kazi, wafanye fair. Lakini kidogo kwa asilimia 95 wamepata asilimia 25 tu. Kwa maana ya kwamba namna ambavyo wameichezesha dabi kwa kweli waliridhika moja kwa moja. Ile dabi walikuwa katika mazingira, kwanza waamuzi walikuwa na hofu iliwajaa wakati wote. Kwanza waamuzi waanzia wa kibendera wanataka goli liingia. Lile goli lilikuwa dhahiri. Hata baadhi ya vyombo vya habari, hata marejeo ya Azamu mara kadhaa wanarudia, ikawa Azamu, wachambuzi wa Azamu wale wakaa studio, maana wanasema ile goli ilikuwa ni halali, hakuna offside trick, sababu tayari kiasi kwamba yule mwalimu aliweza kurudi tayari kupika kabla hajapigwa, alirudi akaangomania mpira wote. Hasa offside trick iko wapi? Naona na Yanga Afrika siku zote katika maisha waangalia sana goalkeeper wao. Yanga Afrika waangalia sana goalkeeper wao. Djigui Diarra. Kwa maana anafanya nini? Djigui Diarra ndo achezesha timu ya Yanga siku zote, maisha yote, siku zote. Miongoni mwa kiungo anachokitegemea. Ndio namba moja Djigui Diarra. Kwa sababu Djigui Diarra hata mechi ataka kama taifa ile ya kwanza ya kwenda kwa robo finali, unakumbuka ile goli ya finali ya kwenda zanio, ya kwenda makundi na wale wa Malawi. Lile kwa kona ilikuwa goli lile. Nakumbuka alifanyaje Djigui Diarra, akanyosha mkono, nimesukumwa, akakusukumwa. Kwa maana kwa aibu Yanga siwezi wasende makundi. Yeye kwa haendi makundi, niongea mapema. Mimi kama God Love. Ni kipa ambaye hata nyinyi mnavutiwa naye, mashabiki wa Simba. Kwanza sio kuvutiwa nani. Ni kwa kweli tusimamie maneno. Diarra kipa mzuri, hata nje anamtaka. Nadhani vilabu vya nje nasikia wanakwambia maegezo ongezi kwamba wanataka kumchukua disha kubwa la mwezi wa 8. Nadhani anaanza kaondoka muda wote. Wewe binafsi sasa ukizungumzia kwa upande wa wachezaji wapya ambao ni maingizo mapya yamefanya dirisha dogo na uongozi wako, akina Anicet Ural, Basege, Nixon Kibabaga ambaye ametoka Singida na wengine wengi wakina Indo Jospin Loemba. Kwako wewe unaona kasa safari hii viongozi wenu wamefanya kitu ambacho kilichobora na wanastahili pongezi kubwa namna hii? Kwanza pongezi yote tumpelekee Bwana Christus Magori Jemedari, mwenyekiti wa bodi Christus Magori Jemedari. Yule ni Simba original, yule anapenda Simba. Mfuatilie maongezi yake, amwambia washamba tu, wajinga tu. Kwa nini? Anapenda Simba. Laiti kama ningekuwa na kiongozi mwingine yupo mwendani, ile sumu ya mamba dakika 0 Simba ikishakufa. Sio mwingine, sasa mungunya maneno. Try again. Ni kiongozi mmoja ovyo, hatuja kumpata kama yule. Yule 10%, yule 10%, asiye mtu asilimia. Kwa hiyo sasa hivi kumbe magoli hanaga mambo ya asilimia. Yule hanaga mambo ya kimbavu, yule anatenda yake ya kazi. Kazi yake ya uongozi mwiko. Kafanya kazi wapi ujue? Alikuwa NCCF mpaka leo anastaafu wanamlilia. Sawa, afu muulize moja hivi, huyu Turageni kafanya kazi wapi? Serikalini hapo. Yule mfanya biashara tu, mtu wa 10% yule. Hana lolote. Hata utajiri kwa nao sasa hivi yule. Bila Simba siko kwa tajiri.
Ndio anauza nguo tu chupi pa Kariakoo pale. Anauza maduka chupi Kariakoo pale. Hana lolote. Unaona? Tuzungumzie kwa upande wa mpira ambaye mchezaji Ino Josephine Loemba ambaye mmeletewa na Jairut. Alitoa ahadi katimiza na tunaona usajili wake umelipa kweli kweli. Unajua Jairut ndio maana nimekwambiaje hata hawa wafadhili manake tu wafadhili. Sawa, wanaokuja Simba lazima wao vinasaba vya Simba. Siku zote. Tuna mtu alikuja mfadhili hapa kutoka pande wa pili ambao wa Yanga ambao bwana nio huyo Vunja Bei. Vunja Bei mimi namfahamu. Kwao uko Makete hapo. Ni Yanga yule. Ndio maana anatakia kifanya kitu anakuambia hata alikuwa na hela. Hana hela kununua jezi, alikuwa hana hela. Ile akachukua kwa JSM. JSM kampa hela, atutaje jezi fake kama zile, mbovu zile. Mtu yeye ushoko napo jezi ya Simba unaenda kwenye begi changazi kaja. Ushako na wapi? Wewe ushako na wapi? Hiyo mbinu za Yanga, sio anajua, sio wanatoka na wajua. Mbinu za Yanga tuharibie sisi. Kwa kinawatafuna zamani kwa maana Simba ikawa labda hamna mfulizo mzuri matokeo, mara mnagombana. Ni baadhi ya watu wa Yanga ambao wanatumwa kuja kufanya kazi kwenu. Ndio maana yake kwa sababu kwa sasa hivi hapa makundi yameanza kutoka ndani ya Simba kidogo kidogo, tutayamaliza na wale wote wanaodhulumu Simba dawa yao inakuja jikoni. Nadhani dhambi mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa wale wote wanaodhulumu Simba watakufa. Kama Godlove anaongea mchungaji, watakufa. Wale wote wanaodhulumu Simba watakufa. Kama Godlove anaongea mchungaji, Simba idhulumiwe ovyo. Simba imeumbwa na Mungu mwenyewe. Sisi tunatumia nembo ya Mungu. Nembo ya nani? Ya Mungu. Unajua mnyama Simba alivyo? Badala anaanza kumuumba Simba wewe. Binadamu anaanza kumuumba Simba? Hawezi. Hasa nembo ya Yanga nani ameiumba? Niulize mwenyewe. Nembo ya Yanga imeumba na wanadamu mwenzake, mwanadamu. Mwenge kaumba Nyerere. Sawa? Ramani ya Afrika kaumba mwanadamu. Si unaelewa? Wanatengeneza ramani ya Afrika basi ndio neno lilivyo. Nembo ya Yanga ni mwenge. Nembo yao kubwa ni mwenge wa Tanzania. Ndio nembo yao Yanga. Ila Simba nembo yao ni mnyama aliyeumbwa na Mungu. Kwa maana kiasi ukifanya dhambi utakufa. Mshahara wa dhambi ni mauti. Simba ni timu ambayo ya watu wanaojua kupenda mpira. Tanzania, Simba ndio timu ya kwanza kuvaa viatu enzi ya Sunderland. Tanzania timu ya kwanza kuvaa jezi ni Simba. Tumalize na hili. Mbio za ubingwa unazionaje? Mwenzako ama mtani wako wa jadi Young Africans amekuacha alama 5 mpaka sasa. Mimi nimesema sio alama 5. Yule hajaniacha alama 5. Yule hajaniacha alama 5. 3 anazo kwangu raundi ya pili. Samuyo alama 3 anazo kwangu. Tabaki 2. Maana kiasi kwamba alibaki 2. Kibaki 2 ana Azamu. Atacheza na Azamu atatoka. Kwa hiyo bingwa safari hii tunahesabu ni Simba. Simba ni bingwa, alishawaambiaga zamani. Simba ndio bingwa wa nchi safari hii. Kwa sababu ulinyuza kipindi kimoja kwa vijana wachezaji waliingia maingizo waliingia. Wewe unasemaje? Kuna mtu ambaye libasi gay. Winga hatari. Tanzania yupo kama winga kama yule. Kwanza mechi ya kwanza toka kwa mchezaji bora. Unakumbuka? Mchezaji bora mechi ya kwanza mchezaji bora wa Rio NBC. Sawa? Na ile kitu gani? Kuna Estet ya Ula. Sawa? Kuna Ino Luemba. Kuna Jibi Kasari. Kuna Nisko Kababage. Kuna mtu ambaye mpira wake alienda kule kwa tamaa ambao nimemtaja hapo kule. Chama. Nimemtaja hapo kule, alimpeka kule kwa tamaa zake za pesa. Tulageni narudia tena tulageni. Salumu Abdalla Luheni maarufu tulageni, rudia tena tulageni. Huyu mtu astahili kuishi Tanzania. Angekuwa nchi za Ulaya mtu ulivyo. Kwanza mshukuru kwamba poyo jamaa wangu Mungu amlazi mara pema peponi. Bana nani Hans Popu. Zakaria Hans Popu. Angekuwa bado yuko hai, yule angemshuti risasi. Yule mtu mbaya sana 10%. Tena ni mtu wa 10% tulageni ametufikisha hapa sisi. Sisi tungekuwa tunaingia robo. Mwaka huu tungeingia robo. Bila tulageni tusingeingia robo.
Sawa? Yeye ametufikisha hapa sisi tulageni. Mimi naongea nilichowaambia. Leo mtoto mdogo mwambie simu nani? Tulageni. Ni ananuka sasa hivi na nitoa tangazo. Ni marufuku kumwona Simba kuingia uwanjani kuangalia mechi za Simba. Akakae nyumbani kwa na familia yake, angalia mpira. Shukrani sana. Ni marufuku. Usimalize kipindi, subiri. Ni marufuku kuingia uwanjani akamwangalia Simba tulageni. Tangazo inatoa. Na mimi siko kwa ana kwa ana na mimi nitampa kipande vyangu. Nitamwambia huyu mtu sio mtu mzuri. Kwanza ni mtu ambaye ni mharibifu sana. Huyo tulageni. Simba ni Simba imara. Namuomba Christus Magori asimame imara. Simba itasonga mbele na Simba mwakao ni ubingwa. Shukrani sana. Yao.